Hapa kuweza kujifunza neno la Mungu. Leo ni siku ya neno kama kawaida, na mada nilionayo siku ya leo ni Wakristo wasiojua mkao wa kula na Mungu. Wakristo wasiojua mkao wa kula na Mungu. Wakristo wasiojua mkao wa kula na Mungu wetu. Sasa siku ya leo tutaweza kujua kama unaujua huu mkao wa kula au hujui, na madhara au hasara unayoipata kutokana na kutokujua mkao huu wa kula na Mungu. Leo tutaweza kujifunza juu ya swala hilo, na somo linalotuongoza ni kutoka katika kitabu cha Zaburi sura ile ya 8. Zaburi sura ile ya 8. Zaburi sura ile ya 8. Naomba moja tusomee mstari wa kwanza hadi ule wa mwisho wa Zaburi ya 82. Zaburi ya 82 mstari wa kwanza hadi wa 8. Ngoja nisome mimi mwenyewe. Naona Mungu asimama katika kusanyiko la Mungu, katikati ya miungu anahukumu. Hata lini mtahukumu kwa dhuluma na kuzikubali nyuso za wabaya? Mfanyieni hukumu maskini na yatima, mtendeni haki aliyoonewa na fukara. Mwokoeni maskini na mhitaji, mwopoeni mikononi mwa wadhalimu. Hawajui wala hawafahamu, hutembea gizani. Misingi yote ya nchi imetikisika. Mimi nimesema, ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia, lakini mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Mungu, usimame uihukumu nchi, maana wewe utawarithi mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mstari huu wa 6 pale, kuna maneno ambayo hata Bwana Yesu aliyatumia kwenye Injili ya Yohana. Sema, mimi nimesema ninyi ni miungu na wana wa aliye juu nyote pia. Walikuwa wanamshutumu Yesu kwenye Injili ya Yohana, kwa nini anajiita mwana wa Mungu? Akasema, hamjasoma Zaburi ya 82 Mungu alipowaita wanadamu kwamba nyinyi ni miungu? Amesema hamkusoma. Sema, mimi nayo haki ya kujiita mimi ni mwana wa Mungu. Sasa anaposema kwamba kwenye hii mada inasema kwamba Wakristo wasiojua mkao wa kula na Mungu, ni kwamba lazima sisi tujue kama wanadamu, na especially kwa siku hii kama ya leo ya Ijumaa Kuu, kwa nini Yesu alikufa msalabani? Alikuwa anafanya nini pale msalabani? Watu wengi wanasema kwamba Yesu alikufa msalabani ili kutokoa wenye dhambi. Ni kweli, anatokoa wenye dhambi, lakini hiyo dhambi ina madhara gani kwa watu wakiwa nazo? Watu wanaendelea kufanya dhambi, wanazini, wanaiba, wachawi wapo. Kuna madhara gani yanayotokea? Na kwa nini Yesu ilipasa afe pale? Mungu kwa kuwa ni Mungu mwenye haki. Unaposikia neno haki, maana yake kuna mahakama. Unahukumiwa umekosea, unaenda jela, au umeonelewa, wamekusingizia tu, tunakuachilia huru. Kwa hiyo unaposikia kwamba Mungu anasema Mungu ni mwenye haki, maana yake ni Mungu anayehukumu. Na hawezi akamwachilia mtu mwenye hatia aende bure. Biblia inazungumza hivyo. Anasema atawapatiliza watu makosa yao hata vizazi 4 vijavyo. Hebu tuangalie kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ya 33. Unaona hapa Musa anabishana na Mungu. Anamwambia Mungu, usipoenda pamoja na mimi hapa hatuondoki. Mungu anamwambia Mungu, naomba unionyeshe utukufu wako. Mungu anamuonyesha. Sasa siri iliyopo inayozungumza ya kwamba mkao wa kula na Mungu, lazima ujue nafasi yako mbele za Mungu wewe kama nani. Usiende kwa kuogopa. Ujijue wewe mbele za Mungu kama mwana, unayo haki ya kupata haki yako kama wewe mwana wa Mungu. Sasa ukienda kwa kuogopa, ukaogopa kujibishana na Mungu, utapata shida sana katika maisha yako. Utakuwa kama mbuzi aliyefungwa kwenye kamba. Yaani yule mbuzi hawezi akaenda zaidi ya ile kamba.
anaenda anataka kukimbia, lakini kama inamrudisha nyuma. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaishi kama Wakristo, lakini kama mbuzi waliofungwa kwenye kamba. Yaani anajitahidi, anasonga mbele kidogo, anapata faida kidogo, mambo yanakuwa mazuri kidogo, alafu anarudia pale pale. Mambo yanakuwa mazuri kidogo, alafu anarudi pale pale. Yaani anajitahidi, kila anapojitahidi anarudi pale pale. Sasa hii ni kesi ambayo inawakuta Wakristo wengi sana, lakini hawajui wafanyeje. Mambo yanakwenda vizuri, si kama ni mtoto, si kama ni mahusiano, si kama ni nini, yanakwenda vizuri kidogo, alafu yanarudi pale pale. Kama mbuzi aliyefungwa kamba, hawezi kaenda zaidi ya pale. Turudi sasa kwenye Zaburi ile ya 82. Uweze kuona kwa nini hali hii inajitokeza. Zaburi ile ya 82. Haleluya. Zaburi ya 82. Uweze kuona kwa nini hali hii inajitokeza, na Wakristo wengi wamekata tamaa. Wanakuja tu kanisani kama wanajilazimisha. Wanaitwa hawaoni faida ya Ukristo. Hawaoni, wanaomba, wachungaji wanasema naona mtu hapa anaendesha gari, naona hivi, lakini watu wanaenda kanisani lakini hawaoni. Wachungaji wanatoa ahadi nzito kweli, watu wanapiga makofi, lakini matokeo hayaonekani. Kwa nini? Tuende kwenye Zaburi ya 82 mstari wa 6. Mimi nimesema ndinyi miungu na wana aliye juu nyote pia, lakini mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Sasa hivi wewe ni mwana wa Mungu, una haki ya Mungu, lakini utahangaika na utakufa katika shida zako, utaendelea kulia na kulalamika. Mambo hayatabadilika kwa sababu hujijui. Kwa maneno mengine ni kwamba ni muhimu sana kila unapoamka asubuhi, kila wazo baya la kukatisha tamaa linapokuja, ujiseme mimi ni mwana wa Mungu. Ujiambie mwenyewe. Usisubiri mtu mwingine akuambie, ujiambie mimi ni mwana wa Mungu. Shetani uniwezi. Hebu fikiria. Kijana wa miaka mitano. Mapepo yanakuja, yanamkandamiza, yana makucha marefu, yanakuja, yanamkandamiza, yanamtesa kijana wa miaka mitano. Anaenda kwenye chumba cha mama yake, anapiga mama yake alikuwa ni single mama. Anapiga mama nifungulie, mama kimya. Mama nifungulie, mama kimya. Akija kutoka anamwambia mama kuna majitu yananikandamiza, yanakandamiza, ana makucha yananikandamiza. Anasema mtoto turudi kalale, wewe mtoto jinga kalale. Anaenda kila siku inakuwa hivyo mtoto wa miaka mitano. Hiyo story ya kweli. Jamaa anaitwa Joe. Anaile mapepo yanamkandamiza. Yanamsumbua. Siku nenda rudi. Sasa kama mimi mtoto mdogo nikifanya nini? Kama mtoto mdogo miaka mitano nikifanya nini? Nikienda kumpigia mama ananiambia ni ndoto tu. Kumbe ni mapepo kweli. Sasa siku moja mama yake akasema ngoja niende. Kwenda kusikiliza kitanda kimelowana mtoto kwa jasho. Jasho anamweka anapambana nayo, yale mapepo yanamkandamiza kwenye kitanda kinatirisika hivi. Mama kwenda kuangalia kitanda jasho. Mtoto anavyohangaishwa usiku. Kuna watoto wangapi wanaota mandoto ya ajabu, utasikia mtu anapiga kelele, mandoto ya ajabu. Mimi nakumbuka ni mara moja nishawahi kuota ndoto kama hiyo. Nikiwa mdogo sana. Kwa hiyo unaweza kuona huyu mtu atasaidiwa na nini? Mama yake hajui kinachoendelea. Asema hivi, baba yako alifanya dhambi. Unaweza kuona? Asema baba yako alifanya dhambi. Sasa inaweza kumzia mababa hata wa mbali kule nyuma. Na ndio maana Yesu amekufa kwa ajili hayo yote. Wewe unaweza ukaona mambo hayaendi vizuri, ndugu wako na shida, ndoa zinavunjika, yani kwenye nyumba kila mtu anayeolewa lazima aache. Kila anayeolewa lazima aache. Au kuna wengine unakuta wanakufa hajafika hata miaka 50 wanakufa. Unashangaa inakuwaje watu wanakufa kwetu hajafika hata miaka 60, 70 wanakufa. Kuna dhambi ambayo iko pale. Sasa Mungu anasema hivi, mimi ndiye ninayesamehe. Sawa, mimi ndiye ninayesamehe. Anasema tuhojiane. Anazungumza pale kwenye ule mstari pale. Anasema unikumbushe, mstari wa 26. Unikumbushe na tuhojiane. Eleza mambo yako. Haleluya. Eleza mambo yako. Kwa hiyo inaweza kukaa mkao wa kula, ni kwamba lazima ujue kwamba una uhuru wa kuingia kwenye mahakama ya Mungu kwa damu ya Yesu. Haleluya. Una uhuru wa kuingia kwa damu, kwa sababu damu iliyomwagika msalabani inanena mema hata kwa ajili yako wewe hata leo. Kwa hiyo damu ya Yesu imeweka msalabani, utufungulia mlango wa sisi. Hatuhitaji kupitia kwa padre.
Twende kwa padre, bwana padre naomba uniombee sama, au kwa watakatifu au kwa nani. Hatuhitaji. Tunaenda moja kwa moja kwenye kiti cha Mungu kwa sababu Yesu ndiye njia. Haleluya. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Kwa hiyo tunaenda moja kwa moja kwa Yesu, kwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mawazo yanayokuja ndani ya moyo wako ya kukutia moyo ni Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Kwa hiyo ujifunze kumuuliza Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, nifanye nini hapa? Mume wangu mbona yuko hivi, nifanye nini? Sio lazima upige magoti au uende kanisani upige magoti. Hata uko chooni, Mungu wangu, hivi Mungu wangu mbona anielewi siku hizi? Mbona mume wangu amebadilika? Mbona mke wangu amebadilika? Unazungumza, Roho Mtakatifu nisaidie nifanye nini? Nijue kufanya. Mbona biashara yangu haiendi vizuri? Unazungumza na Roho Mtakatifu hata kama umekaa unapika, lakini ndani ya roho unazungumza na Mungu. Ndio maana Yesu akasemaje? Akasema hivi, Mungu anawatafuta watu ambao watamwabudu katika roho na kweli. Amen. Anatafuta watu ambao wanajua huyu Mungu yuko ndani, anazungumza naye ndani kwa ndani. Na unasubiri tu mpaka wachungaji waje kuwekea mikono. Wewe mwenyewe ujitetee wewe mwenyewe. Ndio maana Biblia inasema kwamba kwenye Zaburi ya 82 inasema mtakufa kama wanadamu wa kawaida. Wewe ni mwana wa Mungu, si mwanadamu wa kawaida. Shetani anatuonea wivu sana. Hana mamlaka hayo ya kwenda mbele za Mungu kama sisi tunavyoweza. Hana uhuru. Sisi tunao uhuru. Nayo ni ndoa au na nini, tumepewa uwezo wa kuyashinda. Haleluya. Tumepewa uwezo wa kuyashinda. Akasema wakamshinda. Lazima wakamshinda. Kwa hiyo lazima ujue kwamba unahitaji hiyo vitu viwili, damu ya mwana kondoo na ushuhuda. Lazima wakamshinda. Kwa hiyo changamoto tuna uwezo wa kuzishinda, lakini hatujui tunazishindaje. Hatujui. Tuko kwenye mazoea, tunakuja kanisani, mnaimba, mnatoka, mnaimba, mnatoka. Mchungaji anasema hapa leo kila mtu atoka mtu wa tofauti kabisa, lakini unatoka vile vile. Shida ni nini? Shida ni kwamba hatujui jinsi ya kushinda. Hatujui jinsi ya kushinda. Tena nimeshawapa kibali, lakini nimekuombea wewe. Hapo ndipo uone umuhimu wa maombi. Mume wako muombei, biashara yako uiombei, wewe unaenda tu kazini kama unaenda kazini kawaida. Uiombei, shetani anaiona. Anajua ukifanikiwa pale utakuwa na sababu nzuri ya kuambia watu wengine kwamba kweli Mungu anajibu maombi. Biashara yako uiombei, kazi yako uombei, watoto wako waombei, hujui shetani anawawinda kiasi gani. Asema wakamshinda. Haleluya. Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Hii damu ndio inayosafisha dhambi. Tokea Agano la Kale anachinjwa kondoo, anakufa kwa ajili yako yule kondoo. Sasa Yesu ndio mwana kondoo wa Mungu, aichukuae dhambi ya ulimwengu. Biblia inazungumza. Sema, tazama, Yohana Mbatizaji akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani wewe unapokana dhambi zako bila kutubu, unamtengenezea mazingira mazuri sana shetani ya kukuharibia mambo yako. Utalalamikia watu, utalaumu watu, utalaumu serikali sijui imekuwa mbaya, vitu vimepanda bei, utalaumu, unaiombea serikali yenyewe uiombei. Kwa hiyo unaweza kuona ni jinsi gani ilivyo hatari sana kwa Kristo. Sasa anaposema kwamba wakamshinda kwa neno la ushuhuda wao. Kama hivyo tunaweza kuzungumza ni kwamba jione kama vile uko kwenye mahakama unapoingia kwenye kusali. Jione kama vile uko kwenye mahakama. Uwe na vitu vya kusema, Mungu naomba ukumbuke na hili. Ukumbuke angalia Mungu nilifanya hili, Mungu naomba ukumbuke na hili. Unatoa ushahidi pale. Unaona kama vile mahakamani. Una shahidi, uliona kwamba huyu ameiba kitu fulani, kweli ndio niliona ameiba. Kwa hiyo na wewe unaenda na ushahidi wako, ukumbuke Mungu. Tendo kitabu cha kazini mwake na matoleo ya kuni, nyakati zilizoamriwa na malimbuko. Nikumbuke Mungu wangu ili unitendee mema. Unaweza kuona mstari huo Anasema nikumbuke Mungu wangu ili unitendee mema. Anazungumza nilifanya hivi kanisani, nikafanya hivi. Anasema unikumbuke Mungu wangu ili unitendee mema. Hapo unatengeneza mazingira ya Mungu kuona kweli unastahili kupewa haki mbele za Mungu, na sio hilo peke yake. Lazima utambue kwamba kama tulivyosoma kwenye kitabu kile cha Ufunuo 12 pale 10 hadi 12, anasema kwamba huyo mshtaki wote anashtaki usiku na mchana. Sasa ukiwa unakula na Yesu, unalijua neno lake, unalijua na wewe mwenyewe. Huyu Yesu mwenyewe
Yesu mwenyewe anakutetea wewe unapokuwa unaletewa mashtaka. Wewe unategemea kuwekewa mikono na wachungaji. Unategemea kila mchungaji akija niwekee mikono, anawekea mikono. Kumbe na mwenzio naye ana matatizo yake, wewe hujui. Kuna shetani tayari ameshamshtaki. Kwa hiyo baraka zake anapokuwekea mikono unasema utafanikiwa kubarikiwa, hakuna, zero. Yeye mwenyewe anamashtakiwa huko, kesi imemshinda. Unaona jinsi gani ilivyo? Wewe mchungaji wako unamtegemea kwamba huyu kale akiniombea kweli mimi napata baraka. Yeye mwenyewe kesi imeshamshinda huko mbinguni. Yeye mwenyewe kesi imeshamshinda hapa, lakini unategemea nataka kuwekea mikono ikubariki. Anakuambia na mafuta haya na wapaka nini. Yeye mwenyewe kesi imemshinda. Ukisoma kitabu cha Malaki, Mungu anasema kwamba yaani zile baraka anazokubariki kama vile anakupaka mavi. Ukisoma kitabu cha Malaki, sema hata anasema nitazilani hata baraka zenu unazozitoa. Nitazilani. Unaona unabarikiwa kwa unapakaliwa mavi. Iko kwenye kitabu cha Malaki. Kwa hiyo unaona jinsi gani yaani jinsi gani tunahitaji kujua haki zetu mbele za Mungu. Usiende tu hivi tu kama mtoto mdogo. Lazima ujue haki zako mbele za Mungu na jinsi ya kuzitetea. Angalia Yesu, mwanamke huyu amekamatwa kwenye uzinzi. Sawa, amekamatwa kwenye uzinzi. Sura ya 8 ya Injili ya Yohana. Amekamatwa kwenye uzinzi. Mafarisayo wanasema imeandikwa apigwe mawe afe. Unaona? Asema imeandikwa apigwe mawe afe. Yesu akamwambia asiyekuwa na dhambi awe wa kwanza. Unaona alikuwa anamtetea. Yesu akamtetea yule mwanamke. Anashtakiwa kweli maandiko yako, lakini Mungu anaweza kufuta makosa yako. Asema nitayafuta makosa yako yote wasitayakumbuka. Haleluya. Asema nitayafuta makosa yako. Kwa hiyo kuna mahali Mungu anajua huyu mtu alikuwa amezidiwa. Alikuwa hana msaada mwingine. Amefanya makosa sawa, lakini hapana, bado moyo wake ulikuwa unanielekea mimi. Amedondoka tu hapo chini. Amedondoka tu hapo kwa sababu Yesu anakuja anakutetea. Mwangalie mwanamke mzinzi. Anakuja, analia kwenye miguu ya Yesu, anatoa machozi usiku na mchana. Kama vile shetani tu shitaki usiku na mchana, Yesu naye anatuombea usiku na mchana. Kwa hiyo tambua jinsi gani Yesu akakupenda kiasi ambacho akakubali kufa msalabani kwa ajili yako, ili wewe uweze kupata kurithi ahadi ambazo Ibrahimu aliahidiwa. Ibrahimu Mungu akamwambia nitakubariki ili uweze kuwa baraka kwa watu wengine. Anasema Mungu akamwambia hakika nitakubariki. Yaani hakika, usiwe na wasiwasi. Hakika nitakubariki. Hakika nitakubariki. Anasema nitakubariki zitatimia. Kwa sababu Mungu si muongo. Nakwambia Mungu si muongo. Hajalishi itachukua muda gani. Yale magumu unayopitia ile ni shule tu. Kama tulivyoangalia Jumanne. Tuliona Jumanne kwenye Zaburi ya 119 mstari wa 71. Ile ni shule. Yale magumu unayopitia ni shule ya kukuandaa ili utakapokuwa umepata hizo baraka nzuri nyingi, usiwe na jeuri kwa dharau wengine. Kuna watu wanapata hela alafu anadharau kudharau watu wengine. Hawezi kusaidia watu wengine. Sasa Mungu anataka kukiondoa hicho, ili kweli sifa ziwe zake kama tulivyoona Jumanne. Kwa hiyo ni wajibu wetu kujikumbusha katika maisha yetu ya kwamba hali hii tulionayo sasa hivi inapaswa ibadilike na iwe nzuri zaidi. Naomba nisikilize. Hali hii ulionayo sasa hivi, haijalishi ni ngumu kiasi gani, haijalishi inatisha kiasi gani, Mungu ana mpango wa kubadilisha. Lakini Mungu huyo atabadilisha kwa staili ambayo ni ya kwake yeye mwenyewe. Twende kwenye kitabu cha Mema Bwana Mungu wako. Kwa hiyo limeokoka jeshi la mfalme wa Shamu mkononi mwako. Je, hao Wakushi na Walubi hawakuwa jeshi kubwa mno, wenye magari na wapanda farasi wengi sana? Lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana Mungu wako, aliwatia mikononi mwako. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao. Kumbushe, tuojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Haya ni maneno ambayo napaswa kuyafanyie kazi. Lakini utashindwa kuyafanyia haya kazi vizuri sawa sawa ukafaidika nayo kama huna tabia ya kulisoma neno la Mungu mara kwa mara na kulitafakari. Utashindwa.
Yaani kuna mahali Roho wa Mungu anataka kupe neno ambalo ni upanga wa Roho ambao utamzuia shetani, utamtisha shetani, kwa sababu huna tabia ya kusoma neno la Mungu mara kwa mara. Hilo neno halipo. Tumalizie kabisa na Isaya 55. Isaya 55, uone mwaliko mwingine wa Mungu hapa. Uone mwaliko mwingine wa Mungu. Isaya 55 kuanzia mstari ule wa kwanza. Anasema hivi: haya, kila aonaye kiu njooni majini, naye asiye na fedha njooni nunueni mle. Naam, njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Kwa nini kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema, na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Haleluya! Unaona Mungu anatoa mwaliko, anasema nisikilizeni mimi ili mle vinono. Wewe kuku mpaka siku ya Pasaka ndio unakula, wenzio wanakula kuku karibu kila wiki. Mayai unafanya kuyasikia tu leo, hujawahi kula mayai miezi mingapi? Wewe unaona ni sawa tu. Wewe unaona ni sawa tu. Wewe unajiita mimi mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu gani unakula maharage kila siku? Wewe kwa mtoto wa shule. Ndio shuleni wakinakwenda kwa sababu kila holiness ndio unakuona akienda shuleni akirudi amekonda. Unaona? Lazima usikubaliane na hiyo hali. Hiyo hali ulionayo sasa hivi usikubaliane nayo. Kwa maana mimi sitaki kuishia hapa. Nani asema kuendesha gari? Wewe mnakaa kwenye daladala mnajambiana, unaona ni raha. Unaona? Wewe lazima ukubali hiyo magari yameandikiwa watu wengine, mimi simo. Magari wanaendesha kutaka binti kadogo kutoka kwenye gari. Wewe unasubiri daladala. Nikija nimejaa. Kuna nafasi konda. Nafasi katika gari imejaa. Wewe unaona hiyo haikuhuzunishi. Lazima uhuzunike ndani ya moyo, lakini Mungu, haya maisha gani hayo? Kwani ndio Mungu afanya Mungu ndio huu? Ndio afanya Mungu ndio huu kweli, kwa barabara mnajambiana kwenye gari? Ndio afanya Mungu kweli huo? Lazima ujishtue wewe mwenyewe, ujipe changamoto wewe mwenyewe. Itakusukuma kumtafuta Mungu zaidi. Na tuombe. Baba Mungu, asante kwa neno la jioni ya leo. Naomba Baba ulibariki. Wewe uliyesema, tazama nabisha mlangoni, mtu akinisikia na kufungua mlango, nitakuja kwake na kukaa naye na kula pamoja naye. Tunahitaji kula na wewe Bwana katika maisha yetu, kama ulivyozungumza kwenye kitabu cha Ufunuo 3:20 kwamba utakuja na kukaa nasi na kula pamoja na sisi. Tunahitaji kuliona hilo Baba linadhihirika katika maisha yetu, kwa sababu kwako wewe Mungu hakuna ambalo linapungua. Hatuwezi tukakosa chakula kizuri, hatuwezi tukakosa maisha mazuri, hatuwezi tukakosa nyumba nzuri, kwa sababu Mungu unamiliki kila kitu. Lakini Mungu umesema kwamba aijengae nyumba kama wewe Mungu kuijenga anafanya kazi bure. Anayeulinda mji kama wewe Mungu kuulinda anafanya kazi bure. Basi Bwana, tunaomba msaada wao katika kila eneo la maisha yetu, ili tuweze Bwana kuziona ahadi zako zikitimia katika maisha yetu. Ukatubariki kwa wingi sana sana sana, ili tuweze kuwa baraka kwa watu wengine na kwa kanisa lako, kwa ajili ya Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.